Habari yako ndugu yangu na mpendwa katika Kristo Yesu. Zipokee salamu zangu ambazo nakupa mimi. Jina langu naitwa Reverend James Dhaituru Gathi. Na nakuomba tushiriki neno la Bwana kwa kifupi, na utakaponipa masikio yako basi nitapendezwa. Nataka tuombe. Bwana, pokea sifa zote na utukufu, maana ni zako. Asante kwa sababu ya mpendwa huyu aliyenipa masikio yake, ambaye anatazama video hii. Mikononi mwako na mkabidhi, na nakuomba neema zako ukaziachilie zikawa juu ya maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba na kuamini. Amina. Kwa dakika zako chache naomba nipe masikio yako na utapata kubarikiwa. Nataka tusome kwenye kitabu cha Wafilipi 4 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: na haya yalikuwa maagizo ya mtumishi wa Mungu kwa kanisa la Wafilipi. Anasema, kwa hiyo, Wafilipi 4 mstari wa kwanza, kwa hiyo ndugu zangu wapenzi, nina hamu sana na kuwaoneni. Ninyi ni furaha yangu na taji ya fahari ya ushindi wangu. Bali wapenzi wangu, ndivyo mnavyopaswa kuwa imara katika kuungana na Bwana. Mstari wa pili ambao ndio nilikuwa na haja naye sana, nasema, ninalo ombi moja kwa Audio na Sanitike. Tafadhali jaribuni kupatana kama ndugu katika Bwana. Sanitike na Audia, neno ambalo mtumishi wa Bwana anasema kwa wapendwa hawa wawili. Anawaambia tafadhali jaribuni mpatane pamoja, yaani waungane kwa kila jambo, na katika kupatana kama ndugu katika Bwana. Akawahimiza wapendwa hawa wapatane na wakubali kupatana. Jambo moja ambalo ningelipenda nikwambie ndugu yangu, kwa kila safari ambayo unataka kwenda lazima muende mkiwa wawili. Ukiwa peke yako unaweza ukaenda haraka sana, lakini mkiwa wawili mtaenda mbali. Ungelipenda kuenda haraka na usiende mbali, ama ungelipenda kwenda kwa mwendo usio wa kasi sana lakini ufike ama uende mbali? Safari ni refu, inakubidi uungane na mwenzako. Na ndipo Paul anawasihi hawa wapendwa waungane katika Kristo na waweze kuenda pamoja, na kule kuungana katika Bwana kutawasaidia. Usikae maisha ya kipeke yako, maana maisha ya kipeke yako hautafaulu, hautaweza enda mbali. Maisha ya wawili basi ni maisha yaliyo mema. Hata Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza, neno alilolisema ni kwamba alimuona Adamu hawezi akaishi peke yake, tena akampa msaidizi. Kwa hiyo hakuna mwanadamu, neno hilo mwanadamu ni mwana wa Adamu, na wewe ni mwanadamu. Na mwanadamu, kama Adamu mwenyewe hangeweza kuishi peke yake, hata Mungu akamwona hafai kuishi peke yake, basi hata wewe peke yako hautaweza. Ungana na wengine ili safari yako iwe ya rahisi. Asante sana kwa kunipa masikio yako. Bwana kubariki. Nakushukuru Bwana Mungu mkuu na mwaminifu, ambaye hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sadaka ya sifa na kusifu Bwana, na kuomba kwa neema yako ukanizidishie neema yako, na mpendwa huyu ukaweza kuwa naye
kwa kila jambo. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana. Asante sana na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi, naomba na pia ninaamini. Amen. Basi Bwana kubariki sana. Asante kwa kunipa masikio yako. Bwana Yesu awe nawe. Shalom, shalom. Amani ya Mungu ikaweza kuwa nawe kwa jina la Yesu. Amina.